Hii barabara ni ya miaka mingi, na sisi wakazi wa huku ni watu wa siku nyingi. Inakuwaje atuwekee lami? Haya, mkoa, angalia leo, huwezi kujua hapa kama kuna lami, huwezi jua kama kuna lami, kote unaona ni vumbi. Tunaombeni kama mnaweza tuwekewe barabara. Hamna haja sisi ya kulipa service rate, kwa sababu zile ndio zinasababisha sisi tuwekewe maji, umeme, barabara. Tunalipa za nini sasa? Waambieni watu wa TRA wasije, tuwapiga mawe. Tunatembea kwenye kotipo, tunaishi kwenye kama huu. Mimi wakija sasa hivi dukani kwangu tawamwagia maji, kwa sababu mimi siwezi tena kulipa. Siwezi kulipa alafu na kadi design hii. Siwezi mkoa. Alafu mimi nilikuwa naomba huyu mbunge tuliyomchagua ni kijana mdogo, lakini mimi namuona kama mpuuzi sana, kwa sababu mimi nilishindwa kupigia watoto wangu, nimeenda kukana panga foleni kwa ajili ya kumpigia kula nikijua atatuletea maendeleo, lakini hakuna kitu chochote. Kila siku anafanya kazi ya kokoto, udongo. Sasa hivi juzi nimepita jana wetuwekea pale mchanga mweupe. Wa nini sasa? Unatuletea ule mchanga tusugulia masufuria ama fanyie nini? Tunaomba mtusaidie. Changamoto ya mtaa wetu mitaro ya maji. Hizi barabara mara ya kwanza ilikuwa na lami safi mpaka Banana, lakini ile lami ilikuwa kidogo naona iko chini ya kiwango. Kwa hiyo tulitegemea ndugu zetu wao watafanya ile zoezi haraka, lakini shida kubwa ni mitaro ya maji. Ndio maana barabara ikawa haipitiki, gari zilikuwa zinanasa, bajaji ndio kabisa. Tunashukuru sana watu wa bajaji, wamejitahidi sana, lakini madaladala yametukimbia. Sasa hivi yako wapi? Buza, gari zetu zote za Kitunda zimehama. Hii barabara hii ina changamoto sana hapa Kitunda mpaka Lelini hapa. Yaani changamoto yake ni kubwa sana. Mpaka sasa hivi hapa kidogo naona kama huyu mkandarasi hapa kidogo naona kama kaiwezea, kwa sababu hapa kidogo mvua imekosha, yani imesimama kidogo kunyesha. Lakini kipindi cha nyuma kulikuwa shida sana hapa. Mpaka kuliandikwa Kitunda matopeni. Alitupia sana, kuna dogo mmoja alikuwa anatupia sana hapa kwenye Facebook, mitandaoni, bajaji zinanasa, bodaboda, gari, yani uko changamoto sana. Mimi naitwa Rukia Mwatawala Kaijage, lakini kwa jina maarufu code name naitwa Mrs. Nyangazi, postcode yangu. Na hata kwenye uchaguzi wa viongozi wote wakija Kitunda kabla hajagawika, ukipata mzinga Nyangaza lazima uikute. Umenielewa? Kinachoniliza ni kwamba miradi ikianza wenyeji tunaikubali. Why huyu mkandarasi akuweka diversion? Watu wanashindwa kuingia majumbani, wazazi wanashindwa kwenda hospitali, watu tunaumia. Madimu yamekaa hapo yamesuffocate kutoka nyumba moja ya kwanza ya pili ya tatu kwangu. Mimi niko hapa tangu mwaka 1989. Hii barabara mheshimiwa imechimbwa tangu mwezi wa 4 mwaka jana hadi leo. Wasizungumzie kusingizia kwamba ni mvua, hapana. Tangu mwezi wa 4 mwaka jana mpaka sasa hivi ni mwaka mzima. Ina maana wangekuwa na spidi ya kufanya kazi, hii barabara ingekuwa imeshatengenezwa. Hii adha ambayo wamepata wananchi wasingeipata. Nafikiri mngekuja siku 2 zilizopita nyuma, msingepata hata sehemu ya kupaki hizo gari zenu hizo. Kwa hiyo mkandarasi aache siasa, aseme ukweli kwamba amekwamishwa na tatizo gani. Napenda kuzungumzia changamoto hii barabara. Kwanza ukiangalia aina ya material ambao wanatumia hao wakandarasi. Haya material mvua ikinyesha yanarojeka, yanakuwa tope. Jua likiwaka panakuwa dust. Na kama ukiangalia kiutaalamu, sijui wataalamu wenzangu hawa sijui watazungumziaje. Ukiangalia aina ya material haya wanayotumia sio sahihi kwa hata kwa ujenzi wa barabara hii hapa. Ndio maana mvua ikinyesha kidogo tu barabara yote inarojeka, hata kama wamefanya compaction, hata kama wamefanyaje, hata kama wamefanya na hadi sasa sijajua consultant wa barabara hii na engineer au material engineer waliapitisha vipi hiyo material. Kuanzia Banana kuja hapo, yaani miezi mvua imenyesha ni shida, magari yanakwama. Sasa unalima barabara, utengeneze diversion ya maji, kupitisha maji pembeni, inakuaje? Unaona, wakija wanaparua siku 2 3, gari zikikwama wakivuta, wakiendelea wa chini wanakuja wanaangalia mazingira, wanamaliza kufanya nini? Wanaondoka. Haya barabara nyingine si hapo tunaenda mtajionea wenyewe. Leo mkoa unakuja, barabara ipo imekwanguliwa. Wakuna kuja barabara inaona afadhali. Lakini ukifika hapa Tetema kutoka hapo nje na Frodi
mpaka Msongora. Wewe mwenyewe utashuhudia. Yaani ukija hata nitaka kuongea na wewe hapo kwa niambia wewe mzee kasema hapana, mimi mpaka niongane na bosi. Tero letu barabara, unaima barabara, division msema wewe barabara ameweka hapa, kuna tuta mtengeneza njia kwenda kwenye mtaa wameziba. Mtu ana gari lake anaweza kupata wapi gari? Maji pembeni ukipita yametwama huku, yametwama. Maji hayana mwelekeo. Kwa barabara hii itawekwa mitaro, lakini pia itawekwa taa. Ndio. Sasa ndugu zangu, ndio. Hawa wa China hawa kuna muda walisimama kiukweli kabisa walikuwa hawajalipwa. Ndio. Lakini tukawaambia hata kama hujalipwa, wewe chukua hela popote kwa kuwa umesha saini mkataba. Sijui umeelewa mpaka hapo? Ndio. Kwa sasa hivi nataka tuwatie adabu ili wahakikishe wanamaliza barabara kwa haraka. Sawa. Sasa jamani? Ndio. Naombeni kwanza mtuwie radhi kwa sababu hatufanyi siasa. Maisha ya Mtanzania sio siasa. Unahitaji kutembea, watoto wanachelewa nyumbani, wanaharibikiwa kwa sababu ya hizi barabara. Nauli kwenda mpaka Kariakoo inafika mpaka 1500 inamhusu na mafuta yamepanda. Kabisa. Sijui mnaelewa ndugu zangu? Ndio. Kwa hiyo mimi natembelea hapa, lakini nitakuja tena na tena na tena ili barabara iweze kukamilika. Asante. Tuko na mkuu wa wilaya. Na mwenzangu mkuu wa wilaya amekuwa akitembelea mara kwa mara kwenye hizi barabara. Lakini hawa hivi jamaa vyeupe hivi vina matatizo. Lakini lazima tuhakikishe kwamba mambo yanafanya jamani. Haya, mtuwe radhi kwa kuwasimamisha. Asante. Hii barabara kwa hiki pande chote kinakuwa kina maji. Kwa hiyo hiki pote hapa tunaanza kuweka zege. Ili nyinyi wenzetu pia msihangaike kwa sababu na sisi tuna ndugu huku. Ila tumekubaliana kwamba mpaka tumekubaliana hivi, mnisikize mimi mkuu wa mkoa. Tunajua hii njia changamoto yake ni kubwa, muda mrefu tunapata shida. Ni story, tunaomba utekelezaji tafadhali. Tunaomba utekelezaji. Story tumetosha enough. Tunaomba story. Tuheshimu uwepo wako. Tunaomba uendelee na ziara. Tunaomba utekelezaji. Tunaomba mtufungulie njia tukapambane. Haya jamani, nafikiri basi moja jamani, ili angalau dereva asikae sana. Mimi kama kiongozi nina wajibu wa kuwapeni taarifa, na sina sababu yoyote ya kukudanganya kwa sababu sigombei udiwani wala ubunge. Nina haki ya kukupa taarifa, ila wewe una haki ya kupokea taarifa, una haki ya kuniuliza swali lolote. Umeelewa ndugu zangu? Na ndio maana tumemwomba dereva hapa kwamba hebu tuwaambie ambacho na ndio hilo nilichowaambia kwamba tumekubaliana mpaka mwezi wa 8 mwaka huu, ambayo ni miezi kama miwili iliyobaki au mitatu, hapa pote kwa kilomita 9 zote zimekamilika. Umeelewa ndugu zangu? Na hiyo ndio tunayoifanya. Mimi kama mkuu wa mkoa natembelea mkoa mzima, na tumeanza na kule mjini, mabarabara ya Jangwani na mengineyo, ili kuhakikisha kwamba barabara hizi zinakamilika. Mimi sio mwanasiasa, lakini nikiingia kwenye utekelezaji ni utekelezaji. Kwa hiyo brother ulichokizungumza no problem. Lazima utekelezaji. Sisi za wanasiasa kwenye barabara hii tumechoka. Nimewaelewa. Tunajua sehemu ya wanasiasa, lakini hadithi za siasa za njia hii tumechoka. Matope hawajakuleta. Hata Nzega haipo hivi. Nimewaelewa. Ungekuja juzi na jana ungeona hali. Sasa mniamini mimi mkuu wa mkoa. Tunaomba utekelezaji. Sana neno utekelezaji. Mheshimiwa, tunataka utekelezaji. Nauli imefikia Kitunda Banana.